Siku moja kama masihara tu katika maeneo ya shule, wanafunzi walipofika shuleni tu wakashtuka kuwa madawati yote katika madarasa yalikuwa yametolewa nje na kutengeneza namba 9 katika eneo la uwanja. Mwalimu akafoka sana akiwasihi wanafunzi wamtaje ni nani aliweza kuhusika kufanya tukio hilo, lakini wanafunzi wote walipinga na kusema kuwa hawamjui ni nani aliyeweza kupanga madawati hayo nje ya shule. Poa, haina shida, lakini nikija kumkamata mtu alifanya tukio hili na ahidi kwamba nitakula naye sahani moja. Kila mwanafunzi abebe meza yake na kuipeleka darasani, na sitaki kabisa tabia hii iweze kujirudia. Kesho yake mapema na alfajiri wakiwa wamefika katika maeneo ya shule wakaja kushangazwa tena na kuona kwamba kuna namba 8 imeweza kujichora katikati ya uwanja wa shule. Hii ikabaki kumtia hasira sana mwalimu. Mwalimu alifoka sana mpaka jasho la pinki likamtoka. Alikasirika na alikuwa na mpango wake wa siri. Siku ya leo hakurudi kabisa nyumbani, akitaka kuona hao wanafunzi wanaofanya ujinga huu ili awatie adabu. Alinunua binoculars ama akiona mbali, na hapa akatimba katika ghorofa la juu kabisa eneo hilo la shule, na hapa akaanza kupeleleza ni nani anayefanya ujinga huu. Lakini ilipofika mida ya saa 6 kamili usiku akajihisi usingizi ghafla. Ilikuwa ni usingizi mzito kiasi ambacho hata kutembea mbele na kuona ilikuwa ni changamoto. Akajikuta anajikongoja tu mpaka katika dawati ambayo lilikuwa kando yake kidogo. Hapa akawa amejilaza. Akajilaza juu ya meza. Asubuhi na mapema akasikia wanafunzi wakiwa wanamwamsha. Kuja kushtuka ni kwamba alikuwa amelala katika meza hapa darasani. Walipoamka tu moja kwa moja akapitiza dirishani kwenda kuchungulia nje ya darasa, na hapa akagundua kuwa namba 7 ndio iliyoweza kujichora. Ishu hii ikawa nzito kiasi. Moja kwa moja ikabidi kwenda kwa mkuu wa shule, na hapa akamweleza kila kinagaubaga kinachoendelea katika eneo hili. Lakini mkuu wa shule akashangaa sana, akasema wanafunzi hawa ina maana wanatufanyia masiara. Mwisho wa siku kesho itakuwa namba 6. Hoja nyingine ikaja kwamba huenda wanafunzi wana lengo labda ya kuchoma shule ama kuna lengo baya, na wanatuhesabia namba pindi itakapofika namba 0 huenda kuna tukio baya sana utakwenda kulifanya katika eneo hili la shule. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue tahadhari zaidi. Mjadala mzito miongoni mwa walimu ilikuwa ni kutaka kujua ni nani ambaye anayefanya matukio haya. Na mbaya zaidi ni kwamba matukio haya yanatokea huenda pia mwalimu wa jana aliyekuwa amelala katika darasa huenda alikuwa amepewa dawa za kulevya. Sasa ikawa ni wazo kwamba nani atakayekuwa amefikia uhalifu wa namna hiyo mpaka kutumia madawa ya kulevya na kumlaza mwalimu ili asiweze kushuhudia tukio hilo. Wakawa na discuss mambo haya. Mkuu wa shule alipopata habari hizo moja kwa moja akatoa amri ya moja kwa moja na kusema kwamba anatakiwa kushirikishwa polisi. Kama mwalimu aliweza kulala kwa ghafla, maana yake madawa ya kulevya yameweza kutumika katika shule hii. Hakuna mswali ya mtume, mwanafunzi yote anayehusika katika jambo hili anatakiwa kuozea gerezani. Wakatimba katika kituo kikuu cha polisi hapa mjini, moja kwa moja akachukua maafande na wakaomba na kueleza mazila yote wanayoweza kuyapitia katika maeneo haya. Maafande walikuja na makufuli yao kiprofessional zaidi, yani makufuli ya magereza, yakatimba katika maeneo haya ya shule, na hapo wakaanza kufunga madarasa yote, ndani yake kukiwa kuna hayo mabenchi, na wakaanza kutembeza ulinzi nyakati zote za usiku. Alfajiri na mapema mwalimu akawa kwanza kufika katika maeneo haya ya shule akitegemea kwamba wale wahizi ama wapanga mbinu watakuwa wamekamatwa na maafande, lakini ajabu ni kwamba alikuta maafande wakiwa wamelala hoi taabani na wako nje ya shule. Ikabidi kwenda ndani kutazama, na hapa aligundua kuwa namba imechora namba 6. Namba zinazidi kupungua tu. Hii ishu moja kwa moja ikabidi kushirikishwa mkuu wa mkoa ambaye alitangaza kwa vyombo vya habari juu ya tukio hili la kustajabisha linaloendelea katika eneo hilo la shule. Basi wakawa wametangaza na waandishi wa habari wakatimba katika maeneo haya. Huko TikTok, Instagram, Facebook na katika runinga habari nzima zilikuwa zimetapakaa ni hizo tu, na watu walikuwa kibisha kweli kweli wakisema kwamba huenda watu wanataka